Asante. Tunaposema usafirishaji haramu wa binadamu, tunamaanisha ni kile kitendo cha kumsafirisha binadamu, kumuhifadhi ama kumtoa kwa namna yoyote ile isivyo haki, pasipo ridhaa yake yeye mwenyewe. Kwa maana ya kwamba unaweza ukamdanganya, ama unaweza ukatumia nguvu, ama kwa namna yoyote ile ambayo yeye hajakubaliana nayo. Unampa taarifa, unamwambia labda unaenda kufanya kazi za ndani, anafika kule anakutana na pengine labda biashara za madanguro. Au unamwambia labda unaenda kufanya kazi ya IT Nigeria, anafika kule anafungiwa ndani, wanafanya kazi za kuiba fedha mitandaoni. Kwa hiyo ni kile kitendo cha kumtumikisha au kumsafirisha binadamu, kumpeleka mahali, kumtumia kwa faida zako bila ridhaa ya kwake mwenyewe. Sawa. Na sheria sasa inasemaje kuhusiana na namna hii ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu? Kwanza, tunapozungumzia usafirishaji haramu wa binadamu, ili kosa hilo liweze kutendeka, huwa kuna viini vyake. Vile viini ndio vinaweza kutufanya tuweze kuona kabisa huyu mtu amefanya kosa la usafirishaji haramu wa binadamu. Kiini cha kwanza ni kitendo cha kuhusika. Mtu anapokuwa amehusika moja kwa moja katika usafirishaji wa binadamu, tayari huyu anakuwa ametenda kosa. Lakini wakati mwingine ni mbinu zinazotumika. Wakati mwingine zinatumika nguvu, wakati mwingine unatumika udanganyifu, wakati mwingine kunakuwa na mtandao mpana ambao unakuwa unashughulika kwa moja kwa moja. Tayari kile kitendo cha kudanganya ama kutumia nguvu kwenda kuwaweka watu mahali fulani, unakuwa umetenda kosa kwa mujibu wa sheria. Lakini pia nia au kusudio. Wakati mwingine unaweza ukajaribu kumsafirisha binadamu, kutaka binadamu asafirishwe kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa lengo fulani, lakini mwisho wa siku lile lengo halikufanikiwa, lakini kusudio lilikuwepo. Sheria pia itakuchukulia kama umetenda kosa. Na namna gani sasa sheria inasema, sababu sheria inakuchukulia kama umetenda kosa, ili kuzuia dhumuni hasa? Asante. Kuna makosa mbalimbali ambayo yanaelezwa pamoja na adhabu zake kuhusiana na sheria inayohusiana na makosa ya usafirishaji haramu wa binadamu. Makosa hayo yanaelezwa pamoja na adhabu zake. Kwa mfano, jambo la kwanza, kuna kumsafirisha, kumhifadhi, kumpokea au kumtumia mtu kwa hila au kwa nguvu kwa madhumuni ya kujipatia faida. Sheria inasema adhabu yake ni kifungo cha miaka 20 mpaka 30 jela, lakini unaweza kupata faini isiyopungua milioni 50 na isiyozidi milioni 100 kwa kosa hilo. Lakini pia kujihusisha, kupanga au kusaidia kufanikisha kosa la usafirishaji haramu wa binadamu, adhabu yake inaweza kuwa kifungo kisichopungua miaka 5 na kisichozidi miaka 10 jela. Faini inaweza kuwa isiyopungua milioni 10 na isiyozidi milioni 50 jela. Kosa lingine, kufanya usafirishaji haramu wa binadamu dhidi ya mtoto au mtu mwenye ulemavu, ikiwemo kuwasili kwa madhumuni ya kujipatia faida. Unapokuwa umefanya kosa la namna hiyo, kifungo chake kinakuwa ni kisichopungua miaka 50 jela, faini isiyopungua milioni 30 na isiyozidi milioni 300. Lakini kosa lingine, kuwa wakala wa usafirishaji haramu wa binadamu, adhabu yake inaweza kuwa kifungo kisichopungua miaka 10 na kisichozidi miaka 20 jela.
faini inaweza kuwa isiyopungua milioni 50 na isiyozidi milioni 200 jela. Lakini kosa lingine, kujaribu kutenda lolote kuhusiana na usafirishaji haramu wa binadamu. Hapa ndio tulisema unapofanya jaribio la kutaka kumsafirisha binadamu, pengine bila ridhaa yake, ama kwa kumdanganya, ama kwa kutumia nguvu, adhabu yake inaweza kuwa kifungo kisichopungua miaka 5 jela na kisichozidi miaka 10 jela. Faini inaweza kuwa isiyopungua milioni 5 na isiyozidi milioni 15 jela. Lakini pia mahakama inaweza kuamuru yule mtu ambaye anahusika na biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu aweze kutaifishiwa mali yake pale wanapogundua kwamba mtu huyo mali hiyo ameipata kutokana na biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu. Niko hapo, napenda niongeze kidogo katika makosa haya ambayo tumeainisha kwa mujibu wa sheria. Yote yanatoka katika sheria kuzuia usafirishaji haramu, kwamba serikali baada ya kuona makosa haya yanafanyika sana, kwa hiyo ikaamua itunge sheria kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu. Na sheria hii ilitungwa kwa ajili ya kuadhibu au kuwashtaki wale wote ambao wanahusika na usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini pia sheria hii pia imeonyesha namna ya kuwatibu manusura wa usafirishaji haramu wa binadamu. Mwingine anapelekwa nje, anafanywa vitendo vya katili, akirudi saikolojia yake haiko sawa tena. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria hii wameanzisha baadhi ya institution ambazo zitadili katika kuwarudisha wao katika jamii kama kosa halijatendeka tena. Na nikitoa ufafanuzi kidogo katika baadhi ya makosa, mfano ile kosa la kufanya usafirishaji haramu kwa mtoto au mtu mwenye ulemavu. Kwenye jamii yetu vitu vinafanyika. Mtu anatoa watu wenye ulemavu ambao hawaoni Sumbawanga, anapeleka Dar. Anapeleka sehemu, wanaomba kutwa nzima. Kwa siku anapata laki, laki mbili, yeye anazichukua. Kesho yake asubuhi tena anawaweka. Hilo ni kosa kwa mujibu wa sheria. Mtoto mwingine anasema mzazi wake ameridhia, nimchukue kwa kazi ya ndani, akifika pale kawekwa kwenye dangulo. Sasa sheria hii inasema ridhaa ya mzazi pia haiwezi kuwa kama utetezi, kwamba mzazi wake ameridhia. Hapana, kwa mujibu wa sheria hairuhusiwi. Na ndio maana ukiangalia katika haya makosa ya usafirishaji haramu wa binadamu, ni kosa linamhusisha mtoto au mtu mwenye ulemavu, lina faini kubwa na kifungo pia ni kubwa. Kama nikirudia, kifungo chake ni kisichopungua miaka 30 jela. Lakini adhabu yake ni faini inaenda kwanza isipungua milioni 30, isizidi milioni 300. Kwa hiyo unaweza kuona ni faini kubwa sana na adhabu ni kali ukikompea na hizi nyingine. Kwa hiyo ndio nilikuwa napenda kutoa ufafanuzi, na makosa yameshamiri sana katika nchi yetu na nchi za jirani. Na ndio maana makosa tunaita ni uhalifu wa kupanga. Ni makosa ambayo yana-involve magenge makubwa ya uhalifu. Mtu anachukua sichana Dar es Salaam anapeleka Oman. Oman mwingine anachukua anapeleka Marekani. Kwa hiyo ni genge la uhalifu ambao unavuka mipaka. Kwa nchi kama nchi pia ilichukua hatua ya kuingia katika mikataba ya kimataifa kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu. Baadhi ya mikataba ya kitaifa ambayo nchi imeingia kimataifa ni mikataba kupambana na dawa za kulevya. Maana baadhi ya watu wanachukua naenda kuuzishwa dawa za kulevya. Mtu anachukulia anasema unaenda kufanya kazi nzuri Uingereza, kumbe anahitaji tu mtu kwa ajili ya kumfanyisha kazi za dawa za kulevya. Akifika pale ananyang'anya passport, hana contact zote na mtu wa nyumbani, hana pa kwenda, anasaidiwaje? Kwa nchi kama nchi tumeingia katika mikataba mbalimbali kwa ajili ya kusaidia ili swala kwamba watu wasiendelee kufanya ili tatizo la usafirishaji haramu wa binadamu. Na sheria inamlinda vipi muhanga ili asije akadhurika tena? Kama nilivyosema awali, naweza nikatolea mfano. Kuna binti alichukuliwa akapelekwa huko Oman kwa ajili ya kufanya kazi, lakini alipofika pale akashangaa. Siku ya kwanza anaambiwa wewe twende ukafanye photoshoot. Anapiga picha, vinguo vya ajabu. Siku ya pili anapelekwa hotelini, kaletewa wanaume. Sasa na yeye alikuwa smart enough, akajitahidi mbinu za kuhakikisha kwamba anachomoka katika yale mazingira. Kwa hiyo alichofanya, alisiliana na watu wa ubalozi wa Tanzania kule Oman, wakasiana na watu wa Tanzania, wakamtafutia passport na usafiri, akarudishwa. Kwa alivyofika Tanzania, nchi kama nchi ilichofanya ni kwamba watu wa ustawi wa jamii walimchukua. Kuna baadhi ya tunasema kama nyumba wanawekwa pale.
anakaa wakati anaendelea kupewa ushauri wa kumrudisha sawa kisaikolojia. Kwa hiyo kuna baadhi ya facilities zimewekwa na serikali kwa ajili ya kuwasaidia hawa watu. Ndio. Sawa, kirejea kwako Bwana Richard. Jamii inapaswa kufanya nini katika kuripoti au kuzuia vitendo hivi? Nini ifanye? Okay, asante. Kwa mujibu wa sheria, jambo la kwanza jamii inachotakiwa kufanya inapoona kuna matukio kama haya, inapaswa moja kwa moja kwenda kuripoti sehemu zinazohusika, kwa sababu sheria haiwezi kufanya kazi kama hamna watu ambao wanaipushi, kwa sababu haya matukio yanatokea ni matukio yanakuwa na makundi ya watu wakubwa wakubwa. Kuna muunganiko wa watu wakati wa kufanya makosa husika. Kwa hiyo pengine inatokea ndani ya jamii, uko pale unaona leo watu 20 wameletwa kwenye nyumba fulani, kesho hawapo. Kesho kutwa unaona watu 30 wameletwa, hawapo. Matukio kama hayo tunawashauri jamii wayaripoti kituo cha polisi ili yaweze kufuatiliwa na kutrakiwa ili watu waweze kuwa salama. Na cha kuongezea, mfano halisi, kama natumia sana mitandao ya kijamii, Epstein File kama mesikia, ni moja kati ya usafirishaji haramu wa binadamu. Mabinti wadogo walikuwa wanapelekwa kwenye kisiwa, wanafanishwa ngono, wengine wanauliwa. Kwa hiyo ni tatizo kubwa, na ukiangalia katika biashara ambazo zinaongozwa kwa faida duniani, ukiachana na dawa za kulevya ya kwanza, ya pili ni usafirishaji haramu wa binadamu. Na ndio maana ina magenge makubwa ya watu wenye uwezo financially kufanya huo uhalifu. Okay, sawa, lakini tunajua tunaishi na jamii ambayo ina mtazamo tofauti tofauti. Kuna yule ambaye atafanywa jambo kama hili atakaa kimya, lakini yule atakuwa na ujasiri wa kwenda hata kwa mwenyekiti au kwa mtu aliye karibu akamuelezea. Kwa wale ambao wanakuwa na hofu ya kusema nikisema hapa itakuwaje? Maana sometimes wanatishiwa kwamba ukisema. Mnawasaidiaje watu ambao wanakuwa hawana uwezo wa kuzungumza au wa kutoa taarifa hizi? Ndio maana kama hivi tunavyotoa elimu, mtu anapata uelewa kwamba kwanza hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Mtu anaweza kukutishia lakini wewe utaendelea kwenye mateso siku zote, haiwezekani. Kwa hiyo cha kwanza tunachofanya tutoe elimu. Wananchi waache uoga kwamba kama kweli haki yangu mimi nakataliwa, kwa nini nisifanyaje? Nisongee. Lakini cha pili tunawashauri kama tulivyosema, sio lazima uende kituo cha polisi, mwingine mbali. Kuna balozi wa mtaa, kuna wale wenye wanaita wenye vitu wa nyumba 10. Kuna jirani, kuna ndugu wa karibu. Kama wewe unadhani unashindwa kutoa taarifa, basi unaweza ukamwambia. Lakini cha kwanza ujue haki zako, na kwa mujibu wa sheria utaweza hata kujitetea. Na ni madhara gani ya kiuchumi sasa tunayapata kutokana na haya? Asante. Jambo la kwanza ambalo tunaweza kupata kama madhara, kwanza wale manusura wanapata madhara ya kisaikolojia, kwa sababu matukio hayo mara nyingi huwa yanakuwa ni matukio, kwa mfano labda mtu amechukuliwa amepelekwa kwa ajili ya kazi za ndani, ameenda kufanya kazi za udanguro hizo, mwisho wa siku anajikuta anaweza akapata hata magonjwa, anaweza akapata ukimwi, anaweza akapata na magonjwa mengine ambayo kwa namna moja ama nyingine yanakuwa yanamwathiri kisaikolojia. Lakini jamii zinapoteza wapendwa wao, kwa sababu unaweza kukuta mtu let's say labda ametoka, ni kijana, akaambiwa kuna kazi Oman, kuna kazi Canada, akaambiwa hamna hata haja ya kuwapa taarifa wazazi. Kwa hiyo akashughulikia passport mara moja akaondoka. Kwa hiyo jamii inakuwa familia inakuwa imempoteza mpendwa, lakini jamii inakuwa imepoteza nguvu kazi moja kwa moja. Lakini pia taifa linapata hasara, kwa sababu unakuta watu wamesomeshwa, unakuta rasilimali za taifa zimetumika. Mwisho wa siku tunategemea hawa watu warudishe kwa jamii, waweze kuitumikia nchi yao. Kwa hiyo moja kwa moja wanakuwa wanapata madhara ya namna hiyo. Na cha kuongeza, madhara mengine kama msongo wa mawazo, psychological torture,
Mtu anapelekwa sehemu, anafungiwa, kumbe kazi yake ni anafanyishwa mapenzi na mbwa. Vitendo vya kikatili hasa wanawake wanapitia. Kisha sikia Uingereza, kisha sikia Canada, najua maisha mazuri. Kwa hiyo mtu huyu akirudi hawezi kuwa sawa kisaikolojia. Kwa hiyo ni moja kati ya madhara ambayo watu hawa wanapata kwa ujumla. Lakini kama alivyosema mwenzangu, taifa linapoteza nguvu kazi. Tunapoteza vijana wengi kwenda nje ambao vijana wangetumika kuzalisha hapa katika nchi yetu. Kwa hiyo hili swala lina madhara makubwa sana katika jamii. Na ndio maana ni vizuri jamii ikajua haya maswala yani hayaendi sawa na sheria inavyotaka. Watu waache hizo tabia na wajue haki zao na wajibu wao kwa mujibu wa sheria, ili kutengeneza jamii ambayo iko salama na ambayo inaangalia ustawi wa jamii na kuleta maendeleo yetu kwa ujumla. Na uhamiaji haramu. Usafirishaji haramu wa binadamu, tunasema mtu anasafirisha kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kufanya kazi tofauti na makubaliano yake. Na yule aliyemsafirisha anataka apate faida. Lakini wahamiaji haramu wa binadamu ni wale tuseme tunavyoona wa Somali. Kila siku kesi. Mfano juzi Iringa watu 400. Wenyewe wanaingia katika nchi tofauti na sheria inavyotaka. Hana kibali, hana passport. Kwa wahamiaji haramu sio lazima kwamba akihamia aje kufanya uhalifu, hapana. Mwingine anakuja tu kuangalia fursa za kupata ajira na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tofauti yake ni viini vya kosa. Huyu anatoka nchi moja kwenda nyingine kwa ajili ya kutafuta fursa mbalimbali, not necessarily ajafanye uhalifu. Lakini usafirishaji haramu wa binadamu anaenda kufanyishwa kitu ambacho ni kinyume na sheria. Na yeye mwenyewe hajaridhia, lakini wahamiaji haramu wengi unaona wanakuwa wameridhia. Wengi wanapita hapa wanataka kwenda katika nchi nyingine. Kwa hiyo ndio utofauti kati ya hivyo vitu viwili. Pia sheria inawalinda vipi hawa manusura tunaita? Serikali kwa kutambua kwamba kuna umuhimu wa kuwalinda watu, kuna sheria inaitwa sheria ya ulinzi wa mashahidi na watu wa taarifa. Yule japokuwa ni manusura lakini ndio shahidi namba 1 upande wa jamhuri. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria hii, sheria ya ulinzi wa watu wa taarifa pamoja na mashahidi, huyu manusura anapata ulinzi pale. Cha kwanza kama tulivyosema, hii ina involve magenge makubwa ya uhalifu. Kwa hata wakati anaenda kutoa ushahidi, anaweza kutumia mbinu labda kumficha sura nini asijulikane na vitu kama hivyo. Lakini akitoka pale ataiko sehemu ambayo sio rahisi kumpata. Unakuta kesi inasikilizwa lakini mtu amefichwa Songea. Anakuja tu siku ya kesi. Kwa hiyo kitu kinachofanyika ni kuhakikisha hata makazi yanayokaa pia kuna usalama. Na kwa mujibu wa sheria hii inasema kwamba DPP, yani mkurugenzi wa mashtaka, anaweza akasiliana na IGP kwamba kuna baadhi ya shahidi yetu anahitaji ulinzi. Na ulinzi huko aina mbalimbali. Ndio kama huo ulinzi mahakamani, wakati anatoa ushahidi asijulikane. Na kama atajulikana, basi ulinzi huwa kawaida kwamba akiwepo nyumbani asizuliwe. Kwa hiyo kwa mujibu wa hii sheria imetoa hizo means za kumlinda shahidi. Na mifano yake ndio hiyo. Na kuna baadhi ya nchi mtu unakuta amefanywa hiko kitendo, anahamishwa mpaka nchi. Anapelekwa nchi nyingine kabisa. Maana watu wanataka kumuinda kumuua. Na wengine wanabadilishwa hadi identity yao kabisa. Yote kumlinda kwamba asiweze kuzulika tena. Ushahidi wa video na simu unakubalika? Nafikiri kwa mujibu wa sheria ile ya Electronic and Evidence Act, ushahidi wa video unakubalika hata wa simu, lakini kuna utaratibu maalum wa kisheria, sio kwamba unapeleka tu. Na kuongezea katika hiyo sheria kuna kifungu cha 18 cha sheria hiyo ya mambo ya electronic. Wameelezea vitu gani vya kucomply ili ushahidi wako wa simu na video uweze kukamilika. Na moja kati ya kigezo wanasema hizo taarifa ulizotoa katika simu au tuseme kompyuta, je, zimetoka katika chanzo sahihi? Wana retrieve source ni sahihi? Mfano tuseme mtu anasema alibiwa hela benki, atapeleka tuseme slip kwamba kulikuwa na salio hili lakini sasa hivi liko hili. Inamaanisha kwamba ile amegenerate kutoka kwenye nini? Labda kompyuta. Kwa hiyo kinachofanyika mara nyingi, anaitwa mtu wa benki, verify kweli imetoka NMB, hii slip imetoka CRDB, kwa hiyo ana retrieve source ni legal. Kama watalizika nao, kuna taratibu nyingine kufuata kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kwa mujibu wa iko kifungu cha 18 cha sheria iliyotaja mwenzangu, imeelezea process zote lakini inakubalika. Japokuwa ina vigezo vingi sana vya kufuata ili iweze
kukubalika, maana watu wanaofia mtu ni rahisi sana kutempa na evidence za kwenye mitandao. Sawa sawa. Yeah. Okay, sawa. Lakini tukirudi kwa huyu, nizungumzia sana sana kwa ambao wanatoka labda let's say labda sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kazi za ndani. Mtu anakuja kwa sura ya kawaida kabisa. Anaomba na mara nyingi nimeshuhudia wanaomba kwa wazazi wao, lakini ikitokea kule anaenda anafanywa vitendo vingine. Sasa ili ionekane kwamba yuko sahihi, labda kuna vigezo labda aje navyo mtu ambaye labda anahitaji mtu wa kazi, au ionekane kabisa anatoka labda anaenda kule watoto, anaenda dukani, ili isiwe na mushkeli kwamba ameenda kule ndo taarifa zinakuja mwanao sijui kafanya hivi. Kuna hivyo vigezo ambavyo hata swaiba akisikia anajua huyu akija kwa hivi tunamsaidia hivi. Sawa, mimi ninachohusia ni kwamba jamii, yani sio mtu anakuja tu anasema nataka binti yako aende da, jiridhishe na vitu. Anaenda da sehemu gani? Da ni kubwa. Sinza wapi na apate anwani kamili. Lakini pia ni vizuri kuwa na mawasiliano na mtu anaenda, tuseme kama huyu ni binti anaenda kufanya kazi. Ni vizuri awe na simu ambao kama atafanywa kitu chochote itakuwa ni rahisi yeye kutoa taarifa nyumbani. Pia kitu kingine kinasaidia ambacho kitasaidia wewe kujua uhalali ni kwamba hata binti akienda da, jitahidi na wewe unafuatilia. Maana mwingine unakuta anaongea tu na mtu, nahitaji msichana wa kazi, anamtoa tu binti, baada hapo afuatilii chochote. Kwa hiyo tunahisi tu jamii kufuatilia, hakikisha naenda da sehemu gani, nyumba, makazi. Lakini pia yule mtu ambaye anakuja kumuomba huyu mtoto wako akafanye kazi, wewe unamwamini? Cha kwanza muamini na ujue na kama likitokea tatizo wapi unampata. Uwepo wa mitandao ya kijamii una nafasi gani katika swala hili la usafirishaji haramu wa binadamu? Umechukua nafasi kwa ukubwa gani? Pengine ungeweka swali lako katika, inaweza ikawa madhara in one way as kupromote kwa namna, kwa sababu kila mtu kuna namna anavyoitumia na huo ulaghai. Iko vipi? Asante. Usafirishaji haramu wa binadamu na mitandao, nafikiri ndio maana hii sheria ilikuja, kwa sababu kuwepo kwa mitandao ya simu pamoja na mitandao mingine imeongeza kwa kiwango kikubwa matukio yanayohusiana na usafirishaji haramu wa binadamu, kwa sababu wakati mwingine haya magenge yanatumia mitandao. Mtu anaweza akawa yuko nyumbani, yuko kule kijijini, akasikia kuna kazi za kwenda kufanya Thailand, wapi, hata Dar es Salaam au wapi, sehemu ambayo yeye hajawahi kufika. Lakini hii yote inatokana na nini? Na mitandao ya simu, lakini pia na mitandao mingine ya kielektroniki. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, mitandao ya kielektroniki pamoja na mitandao ya simu imesababisha matukio ya usafirishaji wa binadamu kuongezeka na kukithiri. Lakini wito ni kwamba hii mitandao ya simu pamoja na mitandao mingine ya kielektroniki itumike kwa faida, kwa ajili ya kuleta maendeleo na si kwa lengo la kusababisha kutenda makosa ya jinai. Na cha kuongezea, mitandao ya simu sasa hivi, mitandao ya kijamii imekuwa kama inakuwa source. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaonesha luxury life. Instagram huko, au kiingia Facebook, mtu anasema mimi niko Oman, nafanya kazi za ndani, nimejengea wazazi nyumba, sijui nini. Pale chini unaona comment, nitafutie na mimi. Mtu ajui hata kama anachoongea ni kweli au la. Mtu ameenda Dubai, anafanya sijui kazi nzuri, umepataje? Nilipitia sijui agent fulani. Kwa hiyo luxury life anaiona, maisha ya gharama. Mtu amefanikia kwenda nje, naye anasema basi na mimi niende, labda nitatoboa, bila kujua kuna watu wanafanya vitu vingine nyuma ya pazia ambao haviwezi kuviweka wazi. Kwa watu watumie hizo forum, usione tamaa na maisha ya mtu. Je, source anaopata ni hakika? Ani ni sahihi kwa mujibu wa sheria? Unaweza hata ukatusua maisha hapa Tanzania. Ni wewe mwenyewe tu jinsi gani unajituma na vitu vinginevyo. Kwa hiyo mitandao ya jamii muda mwingine inapotosha sana. Watu wanaona kwamba maisha ni rahisi, lakini hakuna pesa rahisi. Hakuna shortcut katika kupata pesa. Labda ufanye uhalifu, na uhalifu wenyewe haulipi.
Inawezekana mtu akajihusisha na hii biashara haramu ya binadamu pasi na kujua? Kama nilivyosema awali, kuna baadhi ya mtu anasema tu kama dada hapo litolea anasema nitafutia akampelekea, kumbe anatumika. Kwa hiyo inawezekana, lakini sasa kitakachomtofautisha yeye na yule ambaye ametenda kosa ni vile viini vya kosa, kwamba watakapofikishwa mbele ya haki, je, wataangalia kweli? Ili tuseme umefanya kosa kwa mujibu wa sheria, vitu viwili lazima vithibitishwe. Tunasoma kitendo na nia ovu. Lakini wewe wataona kweli kitendo kilifanyika, umetumika kumsafisha, lakini nia ovu kwa nayo. Kwa hiyo sheria itakulinda. Okay. Ndio. Na tunashirikiana vipi sasa na nchi nyingine ambapo unakuta muhanga alienda katika namna ya kumlinda ule uhusiano baina sisi na mataifa mengine? Kama nilivyosema awali, kama nchi tumesaini mikataba mbalimbali ya kimataifa. Baadhi ya mikataba ndio mikataba dhidi ya uhalifu wa kupanga unaovuka mipaka, ambao moja kati ya makosa ambayo unavuka mipaka ni haya usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo tunashirikiana nao katika hatua za upelelezi, hatua za rescue mechanism wa anga. Kwa hiyo kinachofanyika, tuseme kama nilivyosema ile issue ya Oman, wanawasiliana tu barozi kwa barozi kwamba tunaomba huyo tusaidie uweze kumrudisha mtu wetu. Kwa hiyo wanamrudisha kwa mujibu wa taratibu za uhamiaji, na akija huku wanapokelewa. Kwa hiyo tunashirikiana nao katika masuala ya upelelezi kwa nusu anga na njia nyingine. Lakini pia hata katika kisheria, kuna sheria ile tunaita ushirikiano kati ya nchi na nchi katika masuala ya kutokomeza makosa ya jinai. Tunaita mutual assistance. Kwamba baadhi ya nchi na nchi wanakuwa kabisa hadi na mkataba kusaidiana katika masuala ya uhalifu. Unakuta mtu kafanya uhalifu huko kakimbilia kule, ashangaa karudishwa kwa sababu tuna uhusiano. Kwa hiyo kwa nchi wanachama katika baadhi ya hii mikataba imesaidia sisi kupata ushirikiano na hizo nchi panapotokea tatizo. Okay, kiwa tunaelekea pia kumalizia, changamoto gani kubwa ambazo mnakutana nazo katika kuthibitisha hizi kesi? Kama tulivyosema awali, changamoto ya kwanza ni uelewa. Kwa sababu wengi wa manusura au watu ambao wanapelekwa kule hawaelewi, wanaona tu mimi nimefanywa hiki kitendo, naogopa, hatoi ushirikiano, hatoi taarifa. Kama utaongea na maanisha jambo litafikishwa katika sehemu stahiki. Kwa hiyo ni uelewa mdogo wale watu waliofanywa vitendo. Lakini cha pili tunasema uendeshaji au upelelezi wa haya mashauri pia ni gharama. Unakuta ushahidi una involve mtu wa Oman na mtu wa Tanzania. Kwa hiyo mpaka atoke kule aje huku tuanze kuthibitisha simu ilitumika kule ije huku. Kwa hiyo inakuwa ni mlolongo kidogo wa uthibitishaji wake na upelelezi wake. Ni kitu ambacho kinachukua muda na kinahitaji requirement nyingi za kisheria.